Sasa tunaingia sehemu ya tatu kwenye somo letu. Sehemu ya tatu inasema aina ya madhabahu. Leo tunataka tujifunze aina ya madhabahu, maana huwezi kuharibu madhabahu iliyo kinyume kama ufahamu aina ya madhabahu. Sasa kabla ya kuangalia aina za madhabahu, tutapita kwenye maandiko kadhaa. Kitabu cha Kutoka mlango wa 23, mlango wa 23 na mstari wa 32. Maandiko yanasema, usifanye maagano pamoja nao wala pamoja na miungu yao. Sikia vizuri, usifanye maagano pamoja nao wala pamoja na miungu yao. Kuna mambo mawili pale. Kuna kutengeneza madhabahu na watu, kuna kutengeneza madhabahu na miungu. Tulisema Jumapili, madhabahu ni kitu kinachoweza kushikilia maisha ya mtu, aidha asitoke au atoke. Ukishikiliwa na madhabahu ya miungu, huwezi kufanya chochote kwenye maisha yako na ukaondoka, kwa sababu kazi ya madhabahu ya miungu ni kumiliki wewe usifikie maono yako. Ndio kazi ya madhabahu ya miungu, ni kukutesa. Sasa Mungu anazungumza na wana wa Israeli kama tulivyoona kwenye Kutoka sura ya 20 ya Jumapili, akiwaambia, mimi ni Bwana Mungu wenu niliyewatoa katika nchi ya Misri, msiwe na miungu mingine ila mimi. Nikakwambia kwenye Kutoka sura ya 20 mstari wa kwanza, Mungu anajitambulisha, kwa sababu Mungu anawatoa nchi ya Misri ambayo ilikuwa na miungu mingi sana, lakini pia anawapeleka nchi ya Kanaani ambayo bado kuna miungu pia. Sasa Mungu anawaandaa wana wa Israeli kama wana wenye haki. Mungu anawaandaa kama watu wenye uhusiano na yeye, ya kwamba mtakapoenda katika nchi ya Kanaani, kule mtakuta kuna miungu, mtakuta kuna waabudu sanamu, mtakuta kuna watu wanaotoa sadaka ya mitambiko, utakuta kuna watu waliounganishwa na vitovu kwa watu waliokufa. So Mungu anawaambia, mtakapoingia kwenye ile nchi ya Kanaani, msije mkaabudu miungu mingine tofauti na mimi. Kanisa, tunaenda pamoja? Kwa lugha nyingine, Mungu anawafundisha wanapoingia kwenye ile nchi, ili wafanikiwe, kuna vitu hawapaswi kuvifanya, hawatakiwi kuvifanya. Ndio sababu anawaambia usifanye maagano pamoja nao wala pamoja na miungu yao. Yaani usifanye agano na madhabahu ya miungu yake. Okay, mstari wa 33, wasikae katika nchi yako, wasije wakakufanya kunitenda mimi dhambi, kwa sababu ukitumikia miungu yao, jambo hilo ni kosa, litakuwa ni tanzi kwako. Umeelewa vizuri? Kwa nini Mungu anawakataza wasije wakaabudu hiyo miungu? Kwa nini nakufundisha uachane na miungu ya kwenu? Ni kwa sababu miungu ya kwenu yatakumaliza kiroho. Miungu ya kwenu itamaliza maono yako. Miungu ya kwenu itanyonya neema ya Mungu iliyekuwa juu yako. Kila aliyeambatana na miungu ya kwao hakubaki salama kwenye maisha yake ya kiroho. Kwani anasema, kwani ukiingia katika ile nchi usije ukafanya, kwa sababu miungu yana uwezo wa kukufanya wewe kutenda dhambi. Umeelewa vizuri? Joyce, naomba urudi pale kwa Mkameruni umsaidie kutafsiri, amekaa mpweke sana. Joyce, hapo rudi hapo kwa Mkameruni umsaidie.
Okay, Sharon, rudi pale kwa Mkameruni, msaidie. Tafsiri yake naona ametoka. Natamani kila mtu aweze kusikia neno la Mungu. Okay. Anasema usije ukanitenda dhambi mimi. Kwa nini? Kwa sababu ukitumikia miungu hiyo, jambo hilo ni kosa. Yaani swala la kuitumikia madhabahu nyingine tofauti na madhabahu ya Mungu aliye hai, Biblia inatafsiri kuwa ni nini? Ni kosa. Okay. Hebu tuangalie kitabu cha Hesabu. Kitabu cha Hesabu mlango ule wa 33. Hesabu 33 mstari wa 51. Nena na wana wa Israeli waambie, mtakapovuka mto huu wa Yordani na kuingia katika nchi ya Kanaani. Nisikilize vizuri. Mtakapovuka, maana kuna uwezekano usivuke. Kwa nini? Miungu yana uwezo wa kukuzuia usivuke na miungu ina uwezo wa kukuzuia usifanikiwe. Ngoja nikusaidie kidogo. Unakumbuka baada ya Eliya kuwaua manabii ambaye ilikuwa inamilikiwa na Ahabu pamoja na Yezebeli. Unajua kilichotokea? Eliya alipowaua wale manabii wa Baali, maandiko yanasema Yezebeli aliposikia ya kwamba Eliya amewaua, maandiko yanasema akamtumia Eliya taarifa, akamwambia, miungu yangu ninayoiabudu itafanya kesho maradufu sawasawa na roho za manabii nisipoikata kichwa chako. Eliya anakimbia sio kwa sababu anataka Eliya anakimbia sio kwa sababu anataka kukimbia. Amesikia neno miungu yangu. Kwa hiyo miungu ikamkimbiza Eliya mpaka anatamani kufa. Lakini ukirudi wakati Daudi anapigana vita na Goliath, maandiko yanasema Goliath akamlaani Daudi kwa jina la miungu yake. Akamwambia, wewe unanijia kwa jina la Mungu, lakini mimi nitakujia kwa jina la miungu yangu. Tofauti na kwamba Mungu tuliye naye ni mkuu kuliko miungu. Na ndio sababu ukijaribu kuangalia, baada ya Musa kuingia Misri, alitupa fimbo ikawa nyoka, naye Farao na waganga wake wakatupa fimbo zikawa nyoka. Lakini tofauti ni kwamba fimbo ya Musa ilimeza zile nyoka za Misri. Hapo ndiko Mungu akajulikana ana nguvu kuliko Mungu mwingine. Unanielewa ninachosema? Na tena maandiko yanasema baada ya fimbo ya Musa kuwekwa katika nyumba au hema ya kukutania, asubuhi walipoenda kuiona ile fimbo, maandiko yanasema iliwekwa fimbo nyingi sana zaidi ya 12. Walipoikuta katika zile fimbo, wakakuta fimbo ya Musa imechanua maua. Haleluya! Hiyo inatutofautisha sisi na miungu, kwamba Mungu ana uwezo wa kutufanya sisi tukawa tofauti na kitu kingine. Sasa nisikilize mstari ule tuliosoma. Anasema, nena na wana wa Israeli waambie, mtakapovuka mto wa Yordani na kuingia nchi ya Kanaani, mstari wa 52, ndipo mtakapowafukuza wenyeji wote wa hiyo nchi mbele yenu. Mtakapowafukuza mtaharibu mawe yao yote yenye kuchorwa sanamu na kuziharibu sanamu zao zote. Na si tu sanamu zao, anasema na kuzivunja na kuvunjavunja mahali pote palipoinuka. Mungu anawapa maelekezo kwamba mtakapoingia katika nchi ya Kanaani, mtakuta kuna madhabahu iliyoko kule iliyojengwa. Hamtakii kuabudu ile madhabahu, ila mnapaswa kuivunja ile madhabahu, mnapaswa kuiharibu ile madhabahu ili kuitengeneza madhabahu ya Mungu aliye hai. Nataka uone andiko la mwisho hapa kabla sijaingia mahali pengine. Kitabu cha Yeremia mlango wa 1. Yeremia sura ile ya 1 na mstari ule wa 10.
angalia nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili ung'oe na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Madhabahu inahitaji kuharibiwa, madhabahu inahitaji kubomolewa, madhabahu inahitaji kuteketezwa. Madhabahu yoyote iliyo kinyume na maisha yako lazima uiharibu kwenye maisha yako. Yeremia mlango wa 1 mstari wa 10 wanaotafuta anasema, angalia nimekuweka leo juu ya mataifa. Kwa nini? Ili upate kubomoa madhabahu iliyo kinyume na Mungu, ili upate kuvunja madhabahu iliyo kinyume na Mungu, ili upate kuteketeza. Alafu kisha kubomoa madhabahu iliyo kinyume na maisha yako, unachukua hatua ya pili, anasema ili upate kujenga na kupanda. Wafalme wa kwanza mlango wa 18. Wafalme wa kwanza mlango wa 18. Wafalme wa kwanza mlango wa 18 na mstari wa 32. Mstari wa 32. Naye akajenga madhabahu kwa mawe katika jina la Bwana, akafanya mifereji 10 kwa vipimo viwili vya mbegu kuizunguka madhabahu. Huyu ni Elia alikuwa anajenga hii madhabahu. Lakini ukiendelea mstari, ukirudi mstari wa 30, anasema kisha Elia akawaambia watu wote, nikaribieni mimi. Watu wote wakamkaribia, akatengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Hii madhabahu ilivunjika kivipi? Nikite kwanza hapa. Hii madhabahu ilivunjika kwa kunajisiwa. Kumbuka, kabla ya Elia kumwita Mungu, wana wa Baali ama manabii wa Baali ndio walipewa nafasi kwanza. Wakaita Mungu wao mpaka wakafika mahali wakajikatakata, wakajitoa kafara. Na nilikuambia tulikuwa tunaanza somo, madhabahu ni eneo la kumtambulisha Mungu, ni eneo la kumthibitisha Mungu. Kwa nini? Elia anawaambia watumishi wa Baali tutengeneze madhabahu. Hii madhabahu ndio itakayeamua Mungu wa kweli. Hii madhabahu ndio itakayedhihirisha nguvu ya Mungu, kwa sababu Mungu hushuka kwenye madhabahu. Na ndio sababu hata wapagani wanajenga madhabahu. Kwa nini? Kwa sababu wanajua pasipo madhabahu hakuna Mungu, na pasipo Mungu hakuna madhabahu. I don't know kama unanielewa. Kwa hiyo madhabahu inaweza ikatengenezwa kwenye ukoo, ni kwa sababu yako. Kwa hiyo wanatengeneza madhabahu, wakachinja mnyama. Elia akatoa nafasi wao waanze kumwita Mungu, wakaita. Ilipofika kama majira ya saa 9 alasiri, maandiko yanasema ilipofika wakati wa kutoa dhabihu ya jioni. Hebu sema dhabihu ya jioni. Maana yake madhabahu inahitaji dhabihu. Tunakwenda pamoja. Madhabahu inahitaji nini? Dhabihu. Kila madhabahu, iwe ni ya Mungu aliye hai, iwe ni ya miungu, inadai dhabihu. Kwa hiyo usipoharibu madhabahu iliyo kinyume na wewe, watu wataendelea kuitoa dhabihu kwenye ile madhabahu na itaendelea kukutesa. Ilipofika majira ya kutoa dhabihu ya jioni, Elia akawaambia watu, basi nipeni nafasi na mimi nimuite Mungu. Kitu ambacho Elia anachofanya kabla ya kumuita Mungu, cha kwanza maandiko anasema akatengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika, iliyoharibiwa, iliyonajisiwa. Alafu akatengeneza madhabahu, huwa inaakilisha kila lugha na kila kabila. Maandiko yanasema akatengeneza kwa mifereji 12. Maana yake kwenye ile madhabahu ilikuwa na muunganiko wa kila kabila katika taifa la Israeli. Niseme nini? Katika kabila lako, baba yako anapokuwa na madhabahu, ana watoto kadhaa, ataunganisha madhabahu na watoto wake.
Okay, sasa twende sehemu ambayo tulikuwa tunatamani kufika. Hebu tuone aina ya madhabahu. Aina ya madhabahu. Moja, kuna aina ya madhabahu inayoitwa madhabahu ya familia. Madhabahu ya familia. Na kuna watu wameshindwa kutoka kwenye maisha kwa sababu madhabahu ya familia imewashikilia, imewatesa. Katika Ezekiel sura ya 16 mstari wa 1, maandiko yanasema habari ya kuzaliwa kwako ilikuwa hivi: mama yako alikuwa kabila nyingine na baba yako alikuwa kabila nyingine. Ulipozaliwa hakuna kitovu cha kwako kilichokatwa. Anazungumza habari ya muunganiko. Niliwahi kusema kitovu ni muunganiko kati ya mtoto na mama, lakini kitovu ni maisha ya mwanadamu anapokuwa tumboni kwa mama yake. Tunakwenda pamoja? Okay. Sasa madhabahu ya familia inafanya nini? Madhabahu ya familia aidha imewekwa kwa sababu ya kuiongoza ile familia kuabudu Mungu wanaomjua wao. Umeelewa? Madhabahu ya familia ipo kwa sababu ya kuwaongoza watu na kuwalazimisha watu kuabudu Mungu wanaomjua wao. Kwa unaweza ukateswa na madhabahu ya familia kulingana na hiyo madhabahu imeunganishwa na Mungu yupi. Hebu twende kimaandiko. Madhabahu ya familia, kitabu cha Waamuzi. Kitabu cha Waamuzi mlango rashakapala masete kemalamuzaya rimamosha katara buribizaya. Nahisi kuna nguvu ya Mungu inatembelea mtu. Kitabu cha Waamuzi sura ile ya 6 na mstari ule wa 25. Hapa nataka tuone madhabahu ya familia. Mstari ule wa 25 anasema, ikawa usiku huo Bwana akamwambia, mtoe ng'ombe wa baba yako, yaani ng'ombe wa pili wa miaka 7, ukaangushe madhabahu ya Baali alionayo baba yako, ukaikate Ashera ile iliyo karibu nayo. Umeona hicho kitu? Madhabahu ya nani? Ya baba yako. Sasa kama baba yako ana madhabahu, maana yake ni madhabahu ya familia. Ile madhabahu ya baba yako inategemea ni madhabahu ya namna gani. Na tukisha kuwa na madhabahu ya familia, usisahau kuna madhabahu ya ukoo. Ukisha kuwa na madhabahu ya ukoo, usisahau kuna madhabahu ya kabila, kwamba kila ukoo, kila kabila, kila familia ina madhabahu yake. Siko naelewa vizuri? Ina madhabahu yake. Sasa Mungu anazungumza na Gideon. Hebu nitembee kidogo mpaka mstari kadhaa pale. Mstari wa 25 anasema, ukamjengee Bwana Mungu wako madhabahu juu ya ngome, ili kwa kuharibu katika taratibu zake utamtoa yule ng'ombe wa pili, ukamtoe awe sadaka ya kuteketezwa kwa kuni. Sasa nataka uone vitu vili pale. Madhabahu ya mashetani inakuwa madhabahu kupitia sadaka. Madhabahu ya Mungu aliye hai inakuwa madhabahu kupitia sadaka. Ni vitu vinavyokwenda pamoja, vinafanana vile. Na ndio sababu kuna watu wanatambika wakifikiri wanamwabudu Mungu, alafu wakisema hata nanyie, hata Ibrahimu. Ni vitu vile tofauti, kwa sababu Mungu anamuita Gideon usiku, anamwambia nenda ukamchukue ng'ombe wa pili. Maana yake madhabahu huwezi kuvunja pasipo sadaka. Inaweza kuwa ngumu sana.
Kama madhabahu ilijengwa kwa sadaka, lazima utumie sadaka. Na unajua tuna sadaka kubwa sana kuliko zingine. Unaweza usitumie sadaka ya ng'ombe, unaweza usitumie sadaka ya fedha, lakini tuna sadaka ya damu ya Yesu Kristo. Unaweza ukaitumia kwa kuvunja madhabahu. Si lazima utumie ya fedha kwa wakati huu. Iko madhabahu ambayo inahitaji damu ya Yesu. Kwa hiyo tunapozungumza sadaka, usitengeneze imani yako kwenye sadaka ya fedha, kwenye sadaka ya kondoo. Tengeneza imani yako kwenye sadaka ya damu ya Yesu, kwamba hata kama sina fedha, lakini madhabahu inahitaji sadaka ambayo ni damu ya Yesu ili kuvunja. Kwa nini anachinja ng'ombe? Lengo la kuchinja ng'ombe ni ili kumwaga damu. Sisi hatuchinji ng'ombe ili kuvunja madhabahu. Kwa nini? Kwa sababu damu ya Yesu imekwisha kumwagika. Kwa hiyo tunaichukua hiyo damu, tunainyinyiza juu ya madhabahu ya mashetani na juu ya madhabahu ya ukoo na juu ya madhabahu ya mababu na juu ya madhabahu ya kabila letu. Tunaichukua damu ya Yesu na kuitia hiyo madhabahu. Sijui kama unanielewa kanisa. Kwa hiyo usijenge taswira ya kwamba unaenda kumchukua kondoo, unaanza kujenga tembea na imani inayoamini damu ya Yesu. Hawa walichinja ng'ombe kwa sababu damu ya Yesu ilikuwa bado haijafanya kazi kwao. Hawa walichukua makondoo, kwa nini? Damu ya Yesu ilikuwa haijafanya kazi kwao. Lakini baada ya damu ya Yesu kumwagika, hakuna madhabahu itakayesimama kinyume juu yako. Kwa nini? Damu ya Yesu ina uwezo juu ya madhabahu. Sikiliza vizuri. Anasema ukamtoe ng'ombe wa pili wa baba yako, alafu anasema ukaangushe madhabahu ya Baali alionayo baba yako. Hiyo ndio tunaita familia au madhabahu ya familia, kwamba kila mtu kwenye familia yao kuna madhabahu inaoperate, kuna madhabahu inafanya kazi, na usipogundua madhabahu inaweza ikafunga maisha yako. Kila unachong'ang'ana kwenye maisha yako huwezi kufanikiwa, kwa sababu kuna madhabahu inayosema hamtafanikiwa, kuna madhabahu inayosema hamtainuka, kuna madhabahu inayosema hamtajenga, kuna madhabahu inayosema hamtasoma, kuna madhabahu inayosema hamtaokoka. Iko madhabahu inawatesa, lazima ushughulikie, ili mradi iko kinyume na wewe. Kuna madhabahu inasema hutakuwa na watoto, kuna madhabahu inayosema hamtakuwa chochote. Iko madhabahu, nilikuonesha juzi, kati ya miungu kadhaa. Haleluya. Madhabahu ya familia. Namba 2, aina ya pili ya madhabahu inaitwa madhabahu ya mashetani. Madhabahu ya mashetani. Sasa ile madhabahu ya familia inaweza kuwa ni mti, inaweza kuwa ni jiwe, inaweza kuwa ni makaburi, inaweza vyovyote. Tulijifunza juzi habari ya miungu. Sasa tunaingia sehemu ya pili, inaitwa madhabahu ya mashetani. Kitabu cha Zaburi, Zaburi mlango wa 106. Zaburi mlango wa 106. 106 na mstari ule wa 37. Anasema ukianza 36, wakazitumikia sanamu zao, nazo zikawa mtego wao. Mstari wa 30 ile na 7. Naam, wakatoa wana wao na binti zao kuwa dhabihu kwa mashetani. Biblia yako imeandika hivyo. Wakatoa wana wao na binti zao kuwa dhabihu kwa mashetani. Kwa hiyo kuna madhabahu ya mashetani ambayo watu wanatoa watoto wao, watu wanatoa mabinti zao, watu wanatoa familia zao, wanapeleka kwenye madhabahu ya mashetani kuyatamkia maneno. Kwa hiyo kama umepelekwa kwenye madhabahu ya mashetani, aidha kuharibiwa ufahamu, kuharibiwa akili, kuharibiwa uchumi, huwezi kutoka mpaka uhakikishe umevunja madhabahu ya mashetani. Kuna madhabahu ya familia,
kuna madhabahu ya mashetani, ambayo madhabahu ya shetani anasema nao wakatoa wana wao na binti zao kuwa dhabihu. Yaani watu wanatoa wengine kuwa kafara ili wafanikiwe. Sasa wanapeleka wapi? Wanapeleka kwenye madhabahu ya mashetani. Katika Ufunuo anaandika, anasema najua mahali ukaa hapo, kuwa unakaa penye kiti cha shetani, lakini nimekupa nguvu kwa sababu umeshinda. Haleluya! Oh, Mungu tusaidie. Rabakashokola Masai. Namba 3, aina ya 3 ya madhabahu ni madhabahu ya miungu. Kuna tofauti ya mashetani na miungu. Madhabahu ya miungu, miungu imejumlisha mizimu, watu wanaoabudu makaburini, watu wanaokumbuka kumbukumbu ya watu waliokufa miaka iliyopita, wanaenda kuitolea sadaka watu waliokufa siku nyingi. Namba 3 inaitwa madhabahu ya miungu. Nitakuwa nakupa andiko moja moja kwa sababu ya wakati wetu. Kitabu cha Wafalme wa Pili, kitabu cha Wafalme wa Pili, kitabu cha Wafalme wa Kwanza, kidogo, kitabu cha Wafalme wa Kwanza, wa Pili tutarudi mlango 11, inaitwa madhabahu ya miungu. Ule mstari wa kwanza pengine utasoma mpaka wa 8. Anasema Mfalme Sulemani akawapenda wanawake wengi wa kigeni pamoja na binti yake Farao, wanawake wa Moabu na wa Amoni. Alafu akataja wanawake kadhaa aliyewapenda, wa mataifa pia aliwapenda. Lakini baada ya kuwapenda, nini kilichotokea? Nini kilichotokea? Katika ule mstari wa 2 anasema Bwana aliyewaambia wana wa Israeli, msiingie kwao wala wasiingie kwenu, kwa kuwa hakika watageuza mioyo yenu kufata miungu yao. Sulemani akaambatana nao na kuwapenda. Mstari wa 3, ikawa alipooa yule mke wa binti na nini, wacha niende 4 kwa sababu hivyo. Mstari wa 4 anasema maana ikawa Sulemani alipokuwa mzee, wake zake wakamgeuza moyo wake, akafata miungu mingine, wala moyo wake haukuwa mkamilifu kwa Bwana Mungu wake kama moyo wa Daudi baba yake. Unaona hicho kitu? Miungu yanaweza kugeuza maisha ya mtu. Miungu yana uwezo wa kugeuza moyo wa mwanadamu usimwabudu Mungu aliye hai. Miungu inaweza ikakupoteza. Anasema Daudi huyu Sulemani ambaye tunafahamu wote hekima juu yake, lakini alipojiingiza kuwapenda wanawake, ambaye wanawake, kila mwanamke alikuja kwa Sulemani na Mungu wake, kila mwanamke. Kumbuka maandiko yanasema wanawake 700 aliyewaoa. Kumbuka Biblia inasema wanawake 300 waliokuwa nje ya kando. Okay. Kila mwanamke ndani ya hawa wanawake walikuja na madhabahu ya kwao, wakaleta kwenye familia ya Sulemani. Kwa hiyo Sulemani akaacha kumwabudu Mungu aliye hai, ikawa kazi yake ni kutumikia miungu ya wake zake. Kila siku anatoa sadaka, maana huyu mwanamke anakuja leo anasema leo ni siku ya Mungu wangu, huyu anainuka leo ni siku ya Mungu. Kwa hiyo Sulemani akajikuta ni mtumwa wa kuabudu kwenye madhabahu ya miungu aliye hai, miungu ya kigeni, akasahau madhabahu ya Mungu aliyemwita kwa mfalme. Maandiko yanasema ile madhabahu ikageuza moyo wa Sulemani, wala moyo wake haukuwa mkamilifu. Kwa hiyo madhabahu iliyo kinyume na wewe inakupasa kuiharibu, kwa sababu usipoiharibu itageuza maisha yako. Haleluya. Namba 4, aina ya 4 ya madhabahu inaitwa madhabahu ya giza. Madhabahu ya giza. Sasa madhabahu ya giza ndio inayosimamia mambo ya ushirikina, mambo ya uchawi. Inaitwa madhabahu ya giza. Kitabu cha Wakolosai mlango ule wa 1
na mstari ule wa 13. Anasema, naye alitutoa katika nguvu za giza, akatuhamisha, akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Tafsiri ya neno naye alitutoa, maana yake kabla hatujaokoka tulikuwa tukitumikia hiyo madhabahu, lakini Mungu akafanya kazi ya kushughulika na madhabahu ya giza, akatutoa kupitia damu ya Yesu. Anasema naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha, akatuingiza katika ufalme wa pendo lake Mungu. Namba 5, kuna mahali nataka nifike haraka. Namba 5 inaitwa madhabahu ya kichawi au madhabahu ya wachawi, sawa na kitabu cha Wafalme wa Pili mlango wa 17 mstari wa 17. Tuingie sehemu ya 5. Sehemu ya 5 inasema jinsi ya kuvunja au kuharibu madhabahu. Namna gani unaweza kuharibu madhabahu? Hapo ndo kuna point kubwa sana. Jinsi ya kuvunja madhabahu. Namna gani unaweza kuharibu madhabahu? Kwa sababu umeshajifunza madhabahu ni nini, madhabahu inaundwa na nini, aina za madhabahu. Tunaingia sasa sehemu ya 5 inayosema jinsi ya kuvunja madhabahu, jinsi ya kushughulika na madhabahu. Namba 1, kabla ya kuvunja madhabahu, fanya upelelezi juu ya madhabahu. Fanya upelelezi juu ya madhabahu. Yaani ukitaka kuvunja madhabahu ili ufanikiwe kuharibu madhabahu iliyo kinyume na wewe, fanya upelelezi juu ya ile madhabahu. Usilipuke tu ukaanza kukemea madhabahu ambayo hujui imetoka wapi. Fanya upelelezi. Hesabu mlango wa 13 mstari wa 17 anasema, Musa akawatuma wapelelezi katika nchi ya Kanaani, akawaambia mkaipeleleze nchi ili tujue ni nchi ya namna gani na watu wanaokaa ndani yake wakoje, wana nguvu kiasi gani, wana uwezo kiasi gani, na nchi koje. Maana yake huwezi kuvamia madhabahu pasipo kufanya upelelezi juu ya ile madhabahu. Kwa nini tunafanya upelelezi juu ya madhabahu? Ili utambue nguvu ya madhabahu, ili utambue anayemiliki madhabahu, ili utambue kuhani wa madhabahu, ili utambue msimamizi wa madhabahu, na ujue namna ya kuvunja ile madhabahu. Tunakwenda pamoja? Unanielewa vizuri? Fanya upelelezi kabla ya kuvunja madhabahu. Hii itakusaidia sana. Katika kitabu cha Waamuzi sura ya 16 mstari wa 5. Waamuzi 16 mstari wa 5. Wafilisti walipotaka kumkamata Samsoni, walifanya upelelezi kabla ya kumkamata Samsoni. Hii ni muhimu. Watu wengi wanavunja madhabahu, lakini wanavunja pasipo kufanya upelelezi. Narudia, Waamuzi sura ya 16 mstari wa 5. Walipotaka kumkamata Samsoni, maandiko yanasema wakamlipa Delila fedha, na kabla ya kumlipa wakamwambia Delila, tunakupeleka kwa Samsoni, si awe mume, lengo letu upate kuwa sehemu ya kutupelelezea, ili tutafute namna ya kumaliza, tujue hasili ya nguvu zake. Unapotaka kuvunja madhabahu, lazima ujue hasili ya madhabahu. Unanielewa ninachosema? Usivunje madhabahu pasipo kujua hasili ya madhabahu. Maana unapovunja madhabahu, usifikiri utabaki salama. Huwa unapovunja madhabahu, kuna mashambulizi yanarudi kwako. Sasa unaweza ukavunja madhabahu kumbe ni ya mama yako. Unaweza ukavunja madhabahu kumbe ni ya baba yako. Vita lazima vitakuinuka. Maana kanasema wakampeleka Delila, wakamwambia tupeleleze, tutakupa fedha. Kwa hiyo Delila akaishi kwenye maisha ya Samsoni, si kwa sababu anampenda,
ana kazi ya kupeleleza asili ya nguvu zake ili watu wapate namna ya kumwangusha. Kwa hiyo tunasema unapotaka kuvunja madhabahu, mpendwa, fanya upelelezi. Unapoomba kwa ajili ya jina lako, elewa asili ya jina lako. Unapoomba kwa ajili ya ukoo wako, elewa asili ya ukoo wako. Unapoomba kwa ajili ya wewe, ni vizuri kutafuta asili yako ikoje, kwa sababu utapoteza muda. Namba 2, usivunje madhabahu isiyo halali kuivunja pasipo halali. Lugha ngumu kidogo, narudia. Usivunje madhabahu ama usiharibu madhabahu isiyo halali kuiharibu pasipo halali. Yaani iko hivi, madhabahu ya kwetu huna uwezo wa kuvunja wewe mwenyewe pasipo kushirikiana na mimi. Unakumbuka kitu kimoja, Yesu aliingia mahali fulani akamkuta mtu mwenye pepo, alafu wale mapepo wakatangaza hivi, Yesu, kwa nini unatuangamiza kabla ya wakati wetu? Kwa nini unatuangamiza kabla ya wakati wetu? Maana yake yale mapepo yalikuwa na uhalali wa kuishi ndani ya yule mtu. Sasa sikiliza vizuri, ukifuatilia kibiblia ni kama Yesu hajawaangamiza wale mapepo, alibadilisha mkataba kutoka kwa watu kuhamia kwenye nguruwe, kwa sababu wale mapepo wengine, hapana, usitue, ni bora utupeleke kwa nguruwe. Yesu akasema mtoke kwa mtu muingie kwa nguruwe, mkamalize mkataba wetu, maana dai bado muhula wetu. Lakini ashukuriwe Mungu, walipoenda kwa nguruwe, nguruwe wakasema kuliko kuishi na pepo ni heri tufe, wakaingia mtoni. Maana yake kwa lugha rahisi tunasema mapepo walipata, nguruwe walipata akili kidogo kuliko mwanadamu aliyeishi na mapepo miaka yote. Kwa hiyo mapepo ambao watu wanasema walikuwa na nguruwe, kama unatafuna tafuna, kwa sababu hawana mapepo. Wale mapepo walikufa. Haleluya. Lakini tunarudi kusema usishughulike na madhabahu ya familia yoyote pasipo ridhaa ya ile madhabahu. Yaani unapoingia kwenye familia ya mtu, usivunje madhabahu ya ile familia pasipo ridhaa yao. Yaani wao wakupe ridhaa ya kwamba tuko tayari hii madhabahu ivunjwe. Ndio sababu Yesu alipokutana na Bartimayo alimwambia, unataka kuwa mzima? Ridhaa yako, unataka kuwa mzima? Maana yake madhabahu haivunjiki kama aliyeshikilia madhabahu hayuko tayari kuivunja ile madhabahu. Tunakwenda pamoja? Huwezi kufunguliwa kama hauko tayari kufunguliwa. Jinsi ambavyo unajiandaa ndivyo utakavyofunguliwa. Kwa hiyo ili ufanikiwe kuvunja madhabahu, lazima yule ambaye anashughulika na madhabahu kwanza wawe na utayari. Namba 3, tumia neno lililo hai la Mungu kwa kuharibu madhabahu. Tumia neno lililo hai la Mungu kwa kuharibu madhabahu. Yaani unapoharibu madhabahu, hiyo ni ya kwenu, ni ya wapi? Ili ufanikiwe kuharibu, tumia neno lililo hai ambalo la Mungu. Kwa nasema lililo hai, kuna maneno ambayo haina uhai, lakini neno la Mungu lina uhai. Naomba nisome andiko moja kwa ajili ya hilo. Oh, Mungu wangu nipe neema. Kitabu cha Ufunuo ile sura ya 12, ile sura ya 12. Ninaomba praise him muwe karibu na mimi. Kuna wingu linaenda kutembea muda sio mrefu. Kitabu cha Ufunuo sura ya 12 na mstari wa 11. Maandiko yanasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda, hao ambao hawakupenda maisha hata kufa. Tumia neno la Mungu kuharibu madhabahu. Usitumie kingine ambacho hakina uhai ndani yake, maana neno la Mungu lina uhai wa kutosha. Ndio sana nasema nalituma neno langu nije liwaponye. Okay. Namba 4, jinsi ya kuvunja madhabahu. Tumia damu ya Yesu kuharibu madhabahu iliyo kinyume na wewe. Tumia damu ya Yesu kuharibu madhabahu iliyo kinyume na wewe. Waibrania 12 mstari wa 24.
Waibrania 12 mstari wa 24. Namba 5, tumia sadaka kutokana na uongozi wa Mungu kuharibu madhabahu. Kuna mahali inaweza ikafika ukasikia roho wa Mungu anakuongoza ya kwamba hapa tumia sadaka kabisa ya kawaida kwa kuweka agano kati yako na Mungu kwa ajili ya kuharibu madhabahu. Sawa sawa na kitabu cha Waamuzi mlango wa 6 mstari wa 25. Namba 6, jinsi ya kuvunja madhabahu. Tumia hekima ya kimungu unapovunja madhabahu. Hekima ya kimungu. Joshua mlango wa 6 mstari wa 10 na Waamuzi pia mlango wa 6. Hekima ni nini? Kwa mfano, nataka kuvunja madhabahu ya kwenu. Usivunje wakati watu wanakuona, watakupiga mawe. Usivunje wakati watu wanakuona, watakuvunja nini? Ukisoma kwenye kitabu cha Joshua sura ya 6, wakati Mungu anamwambia Joshua wakaangusha ukuta wa Yeriko, maandiko yanasema akawaambia, mtakuwa mnaamka usiku na mapema, alafu mtazunguka kimya kimya. Kuna madhabahu zingine hazihitaji kelele. Kuna madhabahu zingine zinahitaji kushughulikiwa taratibu mpaka zivunjike. Kuna madhabahu kiamua kushughulikia kwa kelele, watakushughulikia wewe kabla hujashughulikia madhabahu yao. Kwa hiyo uwe na hekima unapovunja madhabahu, hekima ya kimungu. Hata kama umetambua hiyo madhabahu ni ya kwenu, haribu kwa hekima. Pasipo hekima huwezi kufanikiwa, maana hekima ni nguvu. Ni sawa ukatambua madhabahu ni ya kwenu. Usiende tu straight, pengine ni mtu wanaabudu kaanza kukata mti wake. Utatafuta kesi. Tumia hekima. Pengine ukagundua familia yenu kuna mmoja ambaye ni mchawi na unajua kabisa vile vitu vya uchawi viko pale. Usiende ukaving'oa ukavitupa. Tumia hekima. Inatosha kuikamata kwa mikono yako nikasema, Baba, katika jina la Yesu, hii madhabahu inayotumainiwa kwenye hii familia ninaiharibu, naiteketeza, alafu ukaiacha. Wakija kuitikisa haina pumzi tena. Tumia hekima kuiharibu madhabahu. Haleluya. Namba 7, tumia uongozi wa Roho Mtakatifu wakati unavunja madhabahu. Simama kwa miguu yako.